Karibu kwenye habari za ulimwengu. Licha ya vikwazo vikali vilivyowekwa na mataifa ya Magharibi, ripoti mpya zinaonyesha kuwa Russia bado inaendelea kupata bidhaa kutoka kwa masoko ya kimataifa. Vikwazo hivyo vilianzishwa baada ya vita kati ya Russia na Ukraine kuanza kwa lengo la kudhoofisha uchumi wa Moscow na kupunguza uwezekano wake wa kuendeleza operesheni za kijeshi. Mataifa mengi ya Magharibi yakiongozwa na Marekani na wanachama wa Umoja wa Ulaya yaliweka vikwazo vikubwa vya kiuchumi dhidi ya Russia. Vikwazo hivyo vililenga sekta mbalimbali muhimu ikiwemo nishati, benki, teknolojia na biashara za kimataifa. Hata hivyo, uchunguzi wa karibuni unaonyesha kuwa bidhaa mbalimbali bado zinaingia ndani ya Russia kupitia njia zisizo za moja kwa moja. Bidhaa hizo zinatajwa kujumuisha vifaa vya kiteknolojia, magari, mashine za viwandani pamoja na bidhaa nyingine muhimu kwa uchumi wa nchi hiyo. Wataalamu wa biashara ya kimataifa wanasema kuwa baadhi ya bidhaa hizo hupitia nchi za washirika kabla ya kuingia Russia. Njia hii hufanya iwe vigumu kwa mamlaka za kimataifa kufuatilia kwa ufanisi mwenendo wa biashara na kuhakikisha vikwazo vinafanya kazi kama ilivyokusudiwa. Baadhi ya nchi za Asia na Mashariki ya Kati zimekuwa zikiongeza biashara yao na Urusi tangu kuanza kwa vikwazo hivyo. Wataalamu wanasema hatua hiyo imeifanya Urusi kuendelea kupata bidhaa na huduma ambazo zingekuwa ngumu kupatikana moja kwa moja kwa mataifa ya Magharibi. Kwa upande wake, serikali ya Urusi imekuwa ikisisitiza kuwa uchumi wake umeanza kukabiliana na vikwazo hivyo kupitia sera mpya za kiuchumi na kupanua ushirikiano wa kibiashara na mataifa mengine. Moscow pia imekuwa ikihamasisha uzalishaji wa ndani ili kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje. Wakati huo huo, viongozi wa Marekani na washirika wake wameendelea kuahidi kuimarisha utekelezaji wa vikwazo hivyo. Wanasema wataendelea kufuatilia kwa karibu mtiririko wa biashara ili kuizuia Urusi kupata bidhaa zinazoweza kusaidia shughuli zake za kijeshi au za kiuchumi. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa mfumo wa biashara ya kimataifa ni ngumu kuudhibiti kikamilifu kutokana na mtandao mkubwa wa nchi, makampuni au wafanyabiashara wanaohusika. Hali hii inaweza kufanya iwe rahisi kwa baadhi ya bidhaa kufika Urusi hata chini ya mazingira ya vikwazo. Hali hiyo pia imezua mjadala mpya kuhusu ufanisi wa vikwazo vya kiuchumi kama chombo cha kisiasa katika mahusiano ya kimataifa. Wataalamu wanasema vikwazo vinaweza kuwa na athari kubwa, lakini mara nyingi hupata changamoto katika utekelezaji wake kwa muda mrefu. Kwa sasa dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu jinsi Russia inavyoweza kuendeleza biashara yake ya kimataifa licha ya shinikizo kubwa kutoka kwa mataifa ya Magharibi, huku mgogoro kati ya Russia na Ukraine ukiendelea kuwa moja ya masuala makubwa katika siasa za dunia. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.